za kina za SW Media. Hujambo mpenzi msikilizaji popote ulipo, na karibu katika taarifa zetu za SW Media. Jina langu ni Otieno Rogers, na kwanza kabisa tuanze na taarifa kwamba familia moja kutoka katika kaunti ya Busia yataka haki tendeke kupitia mauaji ya mwanao wa miaka 27 aliyeuawa kwa kudungwa kisu na watu wanaojulikana na familia hiyo. Kwa mengi zaidi, mwanahabari wetu Charles Musoka anatuarifu. Familia ya kijana umri wa miaka 27 aliyedungwa kisu hadi kufa katika kijiji cha Siribo, kaunti ndogo ya Butula, kaunti ya Busia, inalilia haki ya miezi mitatu baada ya kisa hicho. Mwathiriwa Naman Auka anayetoka eneo jirani la Lubanga huko Matungu, kaunti ya Kakamega, aliuawa na watu wanaojulikana kufuatia ugomvi kuhusu mwanamke. Wazazi wa marehemu Michael na Frida Auka wanadai kuwa hawajapata msaada wote tangu kuuawa kwa mtoto wao. Waliongeza kuwa waliohusika na uhalifu huo wanajulikana kwa jamii. Kuchelewa kwa maafisa wa sheria kuwakamata washukiwa hao kumeifanya familia hiyo kuishi na hofu, huku matukio ya vurugu yakiendelea kutokea katika eneo hilo. Hata hivyo, mkuu wa idara ya uchunguzi kaunti ya Busia Stephen Kiema Gichinji amewaagiza maafisa hao kuharakisha na uchunguzi ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya washukiwa hao. Nikiripoti Star Wave Media, jina langu ni Charles Musoka. Unasikiliza SW Media. Na tukisonga mbele ni kwamba katika mahojiano ya kusisimua aliyofanyika Alhamisi tarehe 3 Aprili, kiongozi wa chama cha Wiper alifunguka na kushiriki hadithi zake binafsi ambazo hajawahi kuweka wazi hapo awali. Kalonzo Musyoka alieleza kuwa maumivu ya ndani aliyolazimika kuyavumilia, huku akiendelea kuonyesha uso wa udhabiti mbele ya umma, akiwa anajaribu kuendelea kusalia kwenye ulingo wa siasa za mvutano nchini. Kalonzo Musyoka amekuwa akikumbana na changamoto nyingi za kibinafsi. Wakili mkuu huyo alifichua kuwa wakati fulani alifikiria kuachana na siasa ili kumtunza mke wake Pauline aliyekuwa mgonjwa. Hata hivyo, alisema kuwa mkewe hangeweza kukubali uamuzi huo kwa sababu ndiye anaibeba ndoto ya maisha yake ya kisiasa. Kalonzo alieleza kuwa kuvutiwa sana na mke wake, akisema ndiye sababu ya mafanikio yake katika siasa licha ya kuwa na uhitaji mkubwa wa msaada. Mkewe anasisitiza kwamba aendelee na safari yake ya kisiasa kwa kuwa pekee anayefahamu umuhimu wake. Unasikiliza SW Media. Na kwingineko ni kwamba wakazi wa viwanda Nairobi walalamika jaa la taka kuja hapo Moni. Huu ni kutokana na malalama kutoka kwa baadhi ya washikadau haswa sekta ya afya. Kwa mengi zaidi, mwanahabari wetu Beverly Mola anaarifu. Wakazi wa mtaa wa viwandani Nairobi walalamikia jaa la taka, huku wakidai kuwa zimejaa pomoni na kutoa uvundo unaoathiri afya na makazi yao. Hapa kuna waizi wengi sana kwa hii dam site. Kuna mtu ameuliwa hapa juzi, hapa Msomali ameuliwa hapa, na wiki mbili pia kuna mtoto pia aliuliwa hapa. Ni wale wakora wako pale. Sasa wakikimbia, wanakimbia kwa dam site na hakuna mtu anaweza kwenda pale. Tunaomba serikali itusaidie kuondoa ile dam site, sababu ni illegal dam site, ili tuishi maisha mema. Watoto wengi hapa wana kansa, waache kuwa na kansa. Watu wengi hapa wanasafa kwa hospitali. Serikali njooni, kuna shule pale karibu 4, alafu kuna kanisa, kuna msikiti. Watu wanaumia, kuna police station hapa. Hata mtu akishikwa, wala tunashikwa hapa, wakitoka wanasema wanateseka wakiwa ndani cell. Na sio kwa tuomba serikali watusaidie, kwa sababu watoto wetu wanalazwa hospitali kwa sababu ya takataka zinazotupwa na huku. Wamechukua fursa wa kumpongeza afisa wa mazingira kaunti ya Nairobi Geoffrey Musira kukabiliana na utupaji wa taka. Vilevile wamerai serikali kuu kumpiga jeki Musira na kupitisha sheria kali za kudhibiti taka. Nikiripotia Star Wave Media, langu jina ni Beverly Mola. Unasikiliza SW Media. Serikali yaombwa kuingilia. Wito umetolewa kwa serikali kuu kuingilia kati mzozo wa uongozi katika chuo kikuu cha Nairobi baina ya mkuu wa chuo hicho na baraza la usimamizi. Haya yanajiri siku moja tu baada ya waziri wa elimu Julius Ogamba Migos kuandikia barua baraza la chuo hicho kulitaka kutoandaa mikutano yoyote hadi uchunguzi kuhusiana na madai ya ubadhirifu wa fedha za umma kutaka kukamilika. Imebainika kwamba chuo hicho kikuu zaidi nchini kina deni la zaidi ya shilingi bilioni 2. We are in trouble. We have problems in this university orchestrated by those who are just focusing to plunder the resources of this university and destroy this our heritage. We want to call upon the government to take action
action now and not later. This council does not respect the University of Nairobi dons. It has actually taken over the operations of the university. The Vice Chancellor has been a spectator. And we want the public really to know and understand that the University of Nairobi is in dire straits. Nikiripotia Starwave Media, jina langu ni Priska Niva. Unasikiliza SW Media. Tuachane na hayo tufike katika taarifa za kimataifa ambapo AGOA, Africa Growth and Opportunity Act, iliyoanzishwa mwaka 2000 inatoa fursa kwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kuuza bidhaa zao Marekani bila ushuru kwa maelfu ya bidhaa. Sheria hii imekuwa nguzo muhimu kwa mauzo ya Afrika, hasa katika sekta za nguo, kilimo na viwanda. AGOA inatarajiwa kumalizika mwaka 2025 na tayari mazungumzo yameanza kuhusiana na kufanyika mabadiliko. Unasikiliza SW Media. Na basi tukitamatisha, tupate taarifa za spoti kwamba beki wa klabu ya Arsenal Gabriel Magalhaes hatakosa msimu mzima wa ligi kuu ya England baada ya kuonekana akichechemea kwenye mechi yao iliyopita. Taarifa zinaeleza kuwa Gabriel atafanyiwa upasuaji wa misuli wa paja, hatua ambayo imewaacha mashabiki wa Arsenal na wasiwasi mkubwa kuhusu safu yao ya ulinzi. Kiungo nambari 8 wa Chelsea ameonyesha kiwango kizuri tangu kuwasili kwa kocha mpya Enzo Maresca, licha ya manunguniko ya baadhi ya wadau wa EPL kuhusu ada kubwa ya usajili wake. Kocha Maresca ameonekana kuleta uhai mpya kwa The Blues. Unasikiliza SW Media. Mpenzi msikilizaji, kufika pale ningependa uniruhusu niweze kutia kikomo taarifa zetu za SW Media. Unaweza kutupata kupitia mitandao za kijamii SW Media YouTube, ukifika TikTok tupate @SW Media, ila ukifika pale katika mitandao ya Facebook tupate Starwave Media. Kufika pale mpenzi msikilizaji, na kutakia wakati mwema. Kwa heri kwa sasa. Hizo zimekuwa ni habari za SW Media. SW Media, credibility is our priority. SW Media, credibility is our priority.